Bwana, kabla sijaendelea kukusimulia hii simulizi ya Sweet Love, hebu ngoja kwanza nikuulize ndugu yangu. Hivi hamjagundua haka ka story ni katamu? Hivi mnakasikiliza kwa umakini kweli? Hii story tamu bwana. Haka ka story kakali. Haka ka story ni kazuri. Yaani mimi mwenyewe tu nakapenda. Sweet Love. Humu ndani unamkuta Victor. Unamkuta mwanadada kinganga anaitwa Eliana. Unamkuta bidada fulani hivi mapepe anaitwa Hafsa. Kuna bidada mcharuko anaitwa Rara. Story tamu bwana. Sasa bwana, nikukumbushe kwenye sehemu ya 6 pale tulipokuwa tumeishia. Kama utakumbuka vizuri, ni pale ambapo Eliana amekutwa yuko chooni ameanguka. Mapovu yanamtoka mdomoni. Tukawa tunajiuliza Eliana ameaga dunia ama ni vipi? Na kama atakuwa ameaga dunia, sababu kubwa itakuwa ni mapenzi. Penzi la Victor linamchanganya huyu binti. Hebu karibu kwenye hii sehemu ya 7 tukapate kujua kile hasa kilichoweza kuendelea baada ya Eliana kukutwa kule chooni. Bwana, karibu. Jamani, mimi story mwezo naipenda. Nisiwe mnafiki, nisiwe muongo. Nimetokea kuipenda kama nilivyoipenda simulizi ya Binti Lisa. Hebu karibu kwenye huu mzigo wa Sweet Love sehemu ya 7. Naam, dakika 2 baadaye walinzi wa ikulu walifika haraka mno. Kwa kutumia master key walifungua mlango. Na mara moja kilio kilipaa hewani. Eliana alikuwa ameanguka bafuni. Mdomoni alikuwa kitoko na mapovu meupe. Mkononi mwake Eliana kulikuwa kuna chupa ya sabuni ya maji ya kuogea. Hakuna aliyeweza kusema neno. Ilikuwa ni hali ya mshtuko wa ghafla. Mwili wa Eliana ulikuwa bado na joto, jambo lililoashiria kwamba tukio hilo lilikuwa limetokea muda mfupi tu kabla hawajaweza kufika. Macho ya Eliana yalikuwa yamefumba, midomo yake ikiwa ina makunyanzi ya maumivu, kana kwamba alipambana ndani kwa ndani kabla kupoteza fahamu. Mtu mmoja miongoni mwa walinzi alishindwa kujizuia, akasema kwa mshangao, amekunywa hii sabuni? Mungu wangu, amejaribu kujitoa uhai wake. Taharuki ilitanda ikulu yote. Sauti za watu wakikimbia zilichukua nafasi ya utulivu wa alfajiri. Taratibu za kumkimbiza Eliana kwenye hospitali ya siri ya ikulu zilianza kwa haraka mno. Alifunikwa na mashuka meupe, alitolewa kwa machela, akapakiwa kwenye gari la wagonjwa lililokuwa limeingia mpaka ndani ya ikulu, jambo ambalo halijazoeleka kabisa. Mke wa rais alipofika chumbani na kuona hali ile, alilia kwa uchungu. Binti yangu Eliana, kwa nini unateseka kiasi hiki? Aliomboleza kwa sauti ya maumivu. Wakati huo huo, rais wa nchi alikuwa kwenye kikao na baraza la mawaziri. Msaidizi wake binafsi alipompasha taarifa hiyo kwa karatasi ya dharura, rais alisimama ghafla na bila hata kusema neno, akaondoka na kupelekea kusimamisha iko kikao katikati. Alitoka kwa hasira huku akiwa na hofu. Uso wake Mheshimiwa Rais ulikuwa ukieleza kuliko hata maneno 10,000. Wakati huo tayari Eliana alikuwa amefikishwa hospitalini. Alikuwa amelazwa kitandani, amefunikwa na mashuka meupe, mikono yake ikiwa na sindano ya drip ya mashine maalum zikifuatilia hali yake. Msikilizaji, daktari mkuu wa hospitali hiyo, Dr. Shadrack Mayige, alikuwa amesimama pembeni kitanda akiwa na wasaidizi wake wawili wakijadiliana kwa sauti ya chini kuhusu hatua za matibabu. Ghafla, Eliana alionekana kufumba macho yake kwa nguvu mno. Alipumua kwa nguvu mara 2 na kisha kakaa kitako haraka mno pale kitandani, kana kwamba hapakuwa na tatizo lolote. Daktari, usishtuke. Naomba tuelewane basi. Alizungumza Eliana kwa sauti ya kawaida isiyoonyesha maumivu yoyote ile. Daktari Mayige alishtuka kwa kweli. Alisogea mbele kidogo, alimtazama Eliana kwa macho yaliyojaa mshangao. Unasema nini? Ina maana kwamba hujapatwa na matatizo? Ndiyo Dr. Mayige, mimi ni mzima bana.
Eliana, hivi unaelewa uzito wa hili tukio? Kweli unaelewa? Serikali yote ipo kwenye taharuki kwa sasa. Mheshimiwa Rais kasitisha mpaka kikao na yuko njiani kuja hapa. Alafu kumbe wewe ulikuwa unafanya mzaha, si ndio? Manake unaleta masihara Eliana. Eliana alishusha pumzi ndefu. Alimwangalia daktari kwa macho mekundu yaliyokuwa yameanza kujaa machozi. Ninajua daktari. Najua kila kitu. Najua ya kwamba nimekosea sana. Lakini hii yote ilikuwa ndo njia pekee iliyobakia kwangu. Eliana alisita kwa muda, alijifuta machozi na kisha akaendelea kwa sauti ya majonzi. Nimeamua kuigiza tukio hili ili babangu ambaye ni Mheshimiwa Rais aone kwamba nimevunjika kabisa kiakili. Aone kwamba mimi nateseka sana. Kwa sababu ya hofu ya kulazimishwa kuolewa na Ademola. Na ndio maana nimeyafanya haya yote. Nilijua tu hakuna njia nyingine ya kumgusa baba moyo wake isipokuwa njia hii ambayo nimeweza kuitumia ya kujifanya nimepatwa na matatizo. Daktari alimkodolea macho kwa ukimya. Moja kwa moja alitambua kilio cha binti huyo kilikuwa ni cha ndani kabisa, kilichojaa maumivu ya mapenzi na kukataliwa. Alinyamaza, lakini hakufurahishwa kabisa na uamuzi wa Eliana. Eliana, wewe ni binti wa rais. Tendo kama hili ulilolifanya linaweza likapelekea taharuki ya kitaifa au hata kusababisha pia mabadiliko ya maamuzi makubwa ya kisera. Hivi unalijua kweli hilo Eliana? Eliana alinyanyuka kidogo kitandani, alimshika daktari mkono kwa upole na kisha akamwambia, nakuomba daktari, tafadhali naomba unisaidie kwenye hili. Kama kweli Victor hana nafasi moyoni mwa babangu, basi ni afadhali mimi nife kuliko kuolewa na Ademola. Mimi nampenda Victor. Na najua hata yeye pia. Japo ananipinga, lakini bado naona kuna kitu kwangu. Tafadhali daktari, niache nikae hapa kwa muda. Wazazi wangu wakifika waambie kwamba nipo bado katika hali ya hatari. Waambie kwamba naumwa sana. Daktari alishusha pumzi ndefu, akaangalia wasaidizi wake wawili waliokuwa wametulia kimya kama vile sanamu, na kisha akazungusha macho chumba kizima. Alijikuta hana jibu la haraka. Alitazama macho ya Eliana, macho yaliyojaa hisia, uaminifu na tamaa ya kupigania mapenzi yake. Alinyosha mkono wake, akapiga kitufe cha kunyamazisha mashine ya mapigo ya moyo, na kisha akasema kwa sauti tulivu lakini yenye uzito, sawa Eliana, tutaucheza huu mchezo unaotaka tuucheze. Lakini usisahau kwamba kila mchezo una mwisho. Alafu kwanza huyu Victor unayempenda ni mtoto wa nani? Ni mtoto wa Waziri Mkuu Profesa Mazanda. Unamaanisha kwamba huyo Victor Mazanda, mkurugenzi mkuu idara ya kazi, ajira na maendeleo kwa vijana, ndio unayemzungumzia hapa? Ndio Dr. Ndoyo huyo. Dr. Mayege alionekana kuwa na wasiwasi kidogo. Alikumbuka mara kadhaa amewahi kusikia kwamba Victor ni mtu wa wanawake. Sasa iweje Eliana mpende kijana kama huyo ambaye bado inaonekana kwake ujana ni kitu cha umuhimu sana kuliko majukumu ya kama baba kwenye familia? Alimtazama tena Eliana
na kisha akamuuliza, Eliana, hivi una uhakika Victor ni mtu sahihi kwako? Hapo Eliana aliacha tabasamu na kisha akasema, Dr. Mayige, najua mawazo yako, najua hofu yako, lakini nikuhakikishie Victor ni mwanaume sahihi kwangu, na ndio maana nampigania ili niweze kuolewa naye. Kama sio yeye, basi hakuna mwanaume mwingine mimi atakayeweza kunioa. Sawa, ila uwe makini. Ikigundulika ya kwamba mimi nimekuunga mkono kwenye huu mchezo wako, kibarua changu kinaweza kikawa ni hatari sana. Mimi nimekubali kukusaidia kwa sababu bila juhudi za mama yako, basi leo hii mimi nisingekuwa daktari na wala nisingepata nafasi ya kufanya kazi kwenye hii hospitali ya Ikulu. Usijali kuhusu hilo dokta. Hakuna atakayejua hili baina yetu. Naam, mwendo wa dakika 10 mbele, milango mikubwa ya hospitali ya kifahari ya Ikulu ilifunguliwa kwa kishindo. Mheshimiwa Rais Sarungi akiwa amevalia suti ya kijivu ya kifalme aliingia ndani akifuatwa na walinzi wake watatu na katibu wake binafsi. Mheshimiwa Rais, uso wake ulikuwa ni mzito kwa huzuni. Alikuwa hajala tangu alipopokea taarifa asubuhi ya kuwa binti yake wa pekee Eliana amekutwa amepoteza fahamu bafuni akiwa ametoka na mapovu mengi mdomoni. Taarifa hiyo ilimshtua vibaya mno, japo alijaribu kuficha hisia zake mbele ya umma. Alipelekwa moja kwa moja kwenye chumba maalum cha daktari mkuu Dr. Shadrack Mayige. Akiwa na jarada lake mkononi, daktari alisimama kwa heshima kubwa mno kumkaribisha Mheshimiwa Rais. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Bila kupoteza muda, Mheshimiwa Rais alimwangalia moja kwa moja machoni daktari huyo, akamwambia, nataka kujua hali ya binti yangu Eliana. Nataka kujua kila kitu na nataka usinifiche. Daktari alimeza mate polepole, akajipanga, akajitutumua kutoa maelezo ya uongo kwa uangalifu mkubwa mno kama walivyokuwa wamekubaliana na Eliana. Ni kwamba Mheshimiwa Rais, ni kweli kwamba hali ya binti yako ilikuwa ni mbaya sana hapo awali. Eliana alikutwa akiwa ameanguka bafuni, mdomoni akiwa na povu jeupe, na kwenye mkono wake kulikuwa kuna chupa ya sabuni ya maji ya kuogea, na inaonesha alijaribu kujidhuru kwa kunywa sabuni hiyo. Hapo uso wa Mheshimiwa Rais ulibadilika. Alifumba macho kwa sekunde kadhaa kana kwamba alitaka kuzima huzuni iliyompanda ghafla. Yaani Eliana alitaka kujidhuru? Aliuliza kwa sauti ya maumivu. Daktari alitikisa kichwa akijibu kwa utulivu ya kwamba ndio Mheshimiwa. Lakini unajua Mheshimiwa, tunashukuru Mungu ni kwamba tuliweza kumwahi mapema sana. Tumemsaidia kusafisha tumbo na hivi sasa yuko katika hali ya utulivu. Japo bado ana maumivu ya tumbo, lakini ni wazi kwamba hii ni zaidi ya tatizo la mwili. Kuna maumivu ya ndani ya kihisia. Hapo Mheshimiwa Rais alivuta kiti akaketi polepole. Daktari, unamaanisha nini kusema kwamba ni matatizo ya kihisia? Daktari ilibidi ajibu kwa hekima, akasema, Mheshimiwa, inaonekana binti yako anabeba huzuni kubwa mno moyoni. Pengine ni kwa sababu ya presha ya maisha au maumivu ya kifamilia. Amefikia hatua ya kukata tamaa, na hii ni hali hatari sana kwa mtu wa hadhi yake. Hapo Mheshimiwa Rais alitikisa kichwa kwa maumivu. Aliwahi kuwa imara kila mara, lakini si leo. Leo moyo wake ulichanika taratibu. Eliana kwake si tu binti, bali ni kumbukumbu na mwendelezo wa kizazi chake. Alitazama sakafuni, akasema kwa sauti ya chini,
Sikudhani kama binti yangu anaweza kufikia hii hali aliyoweza kuifikia. Hapo daktari alinyamaza. Alimwacha Mheshimiwa Rais azame kwenye fikra zake, na baada dakika chache rais aliinuka na kisha akasema, nataka kumwona. Unajua mheshimiwa, ni jambo jema kumwona binti yako, lakini kwa sasa bado ana usingizi mzito wa dawa. Labda baada ya kama lisali moja hivi. Na mheshimiwa, unajua si vibaya akipewa muda wa utulivu bila pressure yoyote. Ataamka na tunaweza kumruhusu mtu mmoja tu wa karibu kuwa naye kwa sasa. Kwa kuwa daktari alidanganya ya kwamba Eliana alitaka kujidhuru, Mheshimiwa Rais alitoa amri kuwa jambo hilo halitakiwi kwenda nje ya Ikulu, kwani linaweza kuzua gumzo kwa watu mitaani. Zilipita siku 2, Eliana akiwa bado kalazwa pale hospitalini. Hakika binti huyu kama ni kuigiza tu, basi alikuwa na uwezo mkubwa sana kwenye hilo. Ukimtoa daktari pamoja na wasaidizi wake, hakuna mtu mwingine aliyetambua kwamba Eliana alikuwa ni mzima wa afya, isipokuwa alikuwa anaigiza tu. Mpaka anatolewa hospitalini kurudishwa kwenye makazi ya rais, bado Eliana alionyesha uwezo mkubwa mno kujifanya yeye ni mgonjwa aliyekata tamaa kabisa ya kuishi. Hakuwa akitaka kuongea na mtu yoyote yule zaidi tu ya kusema anampenda Victor. Mama yake alijitahidi sana kuongea naye, lakini hapakuwa na mabadiliko yoyote yale. Eliana alisusa mpaka kula, kitu ambacho wazazi wake waliamini ya kwamba hii itakuwa ni hatari kubwa zaidi kwake, na hasa ukizingatia katoka hospitalini. Kwa kuwa tukio lile walilifanya ni siri, hakuna mtu mwingine anayejua kile kinachoendelea kwa Eliana. Baada ya kujadiliana na mkewe, Mheshimiwa Rais aliamua kumuita waziri mkuu nyumbani kwake waweze kujadiliana swala la Eliana. Alipomweleza kile kilichotokea kuhusiana na Eliana, waziri mkuu alibaki mdomo wazi. Hakuamini kama Eliana anaweza kufikia kuchukua mpaka uamuzi wa kutaka kujua eti kisa tu anamtaka kijana wake Victor. Kwa kweli hiyo ni hatari sana Mheshimiwa Rais. Sasa unajua Mheshimiwa Rais, maelekezo yako labda uniambie ni yapi mheshimiwa, maana lazima tujue namna kuweza kumsaidia huyu binti yako, aliongea waziri. Na ndipo Mheshimiwa Rais akasema, na ndo maana nimekuita hapa. Hebu sikiliza waziri, hili sio swala la kiutawala, hili ni swala la familia. Mimi ni baba na wewe ni baba. Kila mtu anajua umuhimu na thamani ya mtoto wake. Unajua, kwa muda mrefu nilikuwa nina mpango wa kumwoza binti yangu kwa Ademola, lakini isivyokuwa bahati, binti yangu hamtaki Ademola, na mbaya zaidi kafikia hatua mbaya kama hizo nilizokuambia. Kimsingi Eliana nampenda sana kijana wako Victor, lakini shida ni kwamba kijana wako hana mapenzi na binti yangu. Laiti kama ungekuwa wanapendana, labda tungewaozesha, ila sasa hili swala ni tofauti. Anayempenda mwenzie ni mmoja tu, yani binti yangu mimi ndo anampenda kijana wako. Sasa hatuwezi kuwaunganisha kwa namna hii. Sasa unajua Mheshimiwa Rais, kama wasiwasi wako ni kuhusu kijana wangu Victor, wala usiwe na tatizo kwenye hilo. Mimi nitaongea na Victor, yule ni kijana wangu na mimi ni babake, lazima atanisikiliza. Unajua Mheshimiwa Rais, huyu binti yako Eliana ni binti mzuri sana na ana kila sifa ya kuwa mke wa mtu. Sasa sioni kama kuna sababu ya kutokumwoza kwa kijana wangu Victor.
Waziri, hebu nisikilize vizuri. Tatizo kijana wako Victor hana mapenzi na binti yangu Eliana. Kama tukitumia mamlaka ya nguvu zetu kuwashawishi wafunge ndoa, sawa, tunaweza tukafanya hivyo, lakini wasiwasi wangu ni kuwapoteza kabisa hawa watoto kwenye ulimwengu mbaya wa kihisia. Hivi unafikiri ndoa yao itakuwa, yani ndani yake kutokuwa kuna muunganiko wa mapenzi kweli baina yao? Mheshimiwa Rais, huu ni utaratibu wa miaka mingi tu. Enzi zetu sisi tulikuwa tunachaguliwa mwanamke wa kuoa, na ndio maana ndoa zetu zimekuwa zikidumu sana. Mimi naamini kijana wangu Victor atampenda tu binti yako Eliana. Mapenzi hayaji kwa siku moja. Wakianza kuishi ndani pamoja, mapenzi yataibuka tu baina yao. Sio kwamba tutakuwa tunawapoteza zaidi hawa watoto kama tutalazimisha wafunge ndoa. Mheshimiwa Rais, wewe nipe muda, mimi niongee na kijana wangu, na mimi nakuahidi kila kitu kitakuwa tu sawa. Victor lazima atafunga ndoa na Eliana. Sawa, hakuna tatizo. Naam, wakati wanaendelea kuzungumza hayo, kumbe Grace, kijakazi wa Eliana aliyekuwa anapita pale sebleni, aliweza kusikia yale mazungumzo. Baada ya kusikia tu, moja kwa moja alikwenda chumbani kwa Eliana. Alipoingia, alimkuta Eliana akijikunyata upande mmoja wa kitanda chake, akiwa amejifunika shuka jembamba jeupe mpaka kifuani. Uso wake ulikuwa umejaa huzuni nzito, lakini macho yake yalionekana kucheza na matumaini yaliyokosa uthibitisho. Grace alimsogelea kwa furaha na bashasha. Wewe, Eliana, aliita Grace kwa sauti ya bashasha iliyokuwa imejaa msisimko. Eliana, nisikilize, unajua nimekuja na habari nzuri mno. Eliana alijinua taratibu pale kitandani, nywele zake zikiwa zimeanguka upande mmoja wa bega, macho yakiwa na uvivu, lakini sauti yake ikiwa na mkazo wa kusubiri jambo kubwa. Habari gani Grace? Yaani usinipe tu moyo bure bure. Najua tu baba atanipeleka kwa Ademola. Grace alitingisha kichwa kwa furaha, akamsogelea mpaka pembeni ya kitanda, na kisha kwa sauti ya chini akamwambia, wewe sio Ademola, ni Victor. Nimesikia kwa masikio yangu baba yako amekubaliana na waziri mkuu kwamba Victor ndiye atakayekuoa. Kwa sekunde kadhaa, Eliana alibaki kimya, akimkodolea macho Grace kama vile hajamsikia vyema, na ndipo hapo taratibu macho yake yalianza kung'aa, na kisha alishika shuka na kulirudisha nyuma. Alinyanyuka kwa msisimko. We Grace, wewe umesema nani? Ata Victor? Alirudia kwa mshangao uliogeuka furaha ya ghafla. Grace alicheka na kisha akasema, ndiyo Eliana, ni Victor. Baba yako yeye mwenyewe amekubali, na harusi yenu itatangazwa muda so mrefu. Ghafla Eliana alianza kushangilia kama mtoto aliyepata pipi aliyeomba kwa siku 3 mfululizo. Alikimbia mpaka katikati ya chumba, alikuwa anakizunguka huku akiwa anasema kwa furaha, oh, Mungu wangu, Victor wangu jamani. Alikumbuka kila dakika aliyovumilia, kila tone la machozi alilolificha, na kila shaka aliyotembea nayo. Kila kitu sasa kilionekana kimefanikiwa. Grace alibaki amesimama akimkodolea macho, akiingiwa na mshangao mkubwa mno. Hakuwahi kumwona Eliana akiwa na furaha namna hiyo, na zaidi hakuwahi kujua ya kwamba ugonjwa wa Eliana ulikuwa ni maigizo matupu kwa lengo la kufanikisha ndoa hiyo ya mapenzi aliyokuwa akiitamani kwa muda mrefu.
Eliana, hebu subiri kidogo. Hii nguvu ya kushangilia umeitoa wapi? We Eliana, si unaumwa wewe? Eliana alimgeukia kwa tabasamu Grace na kisha akamwambia kwa sauti ya chini chini, Grace, sio kila ugonjwa una chanzo cha bakteria. Mengine ni magonjwa tu ya moyo. Na moyo wangu ulikuwa unaumwa kwa jina moja tu, Victor. Ha? Ina maana kila kitu ilikuwa ni maigizo? We usiongee sauti kubwa. Ndio, nilikuwa naigiza tu. Ha, wewe. Yaani hofu yote ile uliowatia wazazi wako, kila mtu hapa Ikulu, kumbe yaani wewe kumbe ulikuwa na maigizo tu. Grace, tulia bana wewe. Mbona unaongea kwa sauti kubwa? Unataka watu wengine waje hapa wajue au? Mimi sikuwa na namna nyingine Grace. Na hata hivyo mpango wangu umelipa sasa. Na kwenda kuwa Mrs. Victor. Lakini bado mimi na wasiwasi. Grace, umeanza. Grace, umeanza. Aya, wasiwasi wako wa nini? Sijui Victor atapokeaje hili swala. Na itakuwaje sasa kama hakupendi? Grace, kumbe hilo ndo linalokupa wasiwasi. Sikiliza, iko hivi. Victor atake astake, mimi ndo mke wake mtarajiwa. Kuhusu kunipenda, atanipenda mbele ya safari. Mwanaume kwa mwanamke ni sawa tu na katoto kachanga kwa mama yake. Utaona Victor atanipenda mimi. Hutoamini. Wewe ngoja niwe mke kwanza, alafu hayo mambo mengine yatafuata huko baadaye. Hapo wote walicheka, lakini furaha ya Eliana ilikuwa ni nzito, ya ndani kabisa, ya mtu aliyepambana kwa njia kipekee hadi kuipata ndoto yake. Nyumbani kwa waziri mkuu, majira jioni kulikuwa kumepoa, lakini hali ya ndani ya sebule ilikuwa ni ya moto kwa hoja nzito kweli. Ndugu wa familia ya Victor walikuwa wamejipanga kwenye sofa kubwa. Wengine walikuwa wamesimama pembeni kwa kushtukizwa na ujio wa ghafla wa waziri mkuu mwenyewe, baba yake Victor. Baada ya salamu fupi na kuangalia wote waliokuwepo hapo, waziri mkuu alimtazama Victor na kisha akasema kwa sauti ya ukakamavu, Victor, kuna jambo muhimu nimekuja kulisema. Nimetoka kuonana na Mheshimiwa Rais. Tumekubaliana kwa maslahi ya familia na heshima ya nchi, utakwenda kumwoa Eliana. Kimya kilitanda kwa sekunde chache. Watu waliangaliana kwa mshangao, huku macho yote yakiwa yameelekezwa kwa Victor. Victor ambaye alikuwa amebaki ameduaa tu kwa sekunde chache kabla hajacheka kwa kejeli ya kina. Excuse me. Baba, nini unazungumza baba? Mimi? Niende kumwoa Eliana? Victor aliuliza huku akicheka kwa sauti ya kukosa imani na kusikitika. Waziri mkuu akasisitiza kwa kusema, ndio, utakwenda kumwoa Eliana, binti wa rais, mke wako mtarajiwa. Mheshimiwa Rais amekubali na mimi pia nimeweka baraka zangu kwenye hilo. Harusi itafuatia baada ya bajeti ya mwaka wa serikali kusoma bungeni. Hapo Victor alisimama ghafla, uso wake ulibadilika, hasira zikampanda kama moto wa jiko la mkaa uliomwagiwa mafuta. Baba, hapana bwana. Hilo halitoweza kuja kutokea baba. Baba, na kama umekuja kuyasema hayo, basi nisikilize. Mimi nilikuwa naelekea hapa kukuambia kitu kimoja mzee wangu. Mimi nina mtu ambaye nampenda kutoka kwenye moyo wangu. Na nataka kumwoa baada ya harusi tu ya binamu yangu kuweza kupita. Na huyo mwanamke sio Eliana. Kamwe hawezi kuwa Eliana. We Victor, mama yake alisema kwa mshangao, lakini Victor aliendelea kusema kwa hasira ya dhati kabisa. Naombeni mnisikilize wazazi wangu. Mimi siwezi kumwoa binti wa rais.
Hiyo sio ndoa, ni kifungo cha siasa. Hilo ni gereza la heshima lisilokuwa na mapenzi. Sasa mimi nitakuwa ni mwanaume nisiyokuwa na uhuru? Staki. Nimelelewa na nyinyi wawili, mmenifunza kufikiri na kusimama kwa maamuzi yangu. Sasa hamwezi kuniambia kwamba mimi nifunge ndoa na mtu ambaye aliingia nyumbani kwangu kwa uongo, kwa ujanja tu, alijifanya house girl. Ili nini sasa? Anifuatilie? Anichunguze? Hapana, sitakubali kwenye hilo. Hapo waziri mkuu ilibidi asimame kwa ukali. Wewe Victor, unajua alichokipitia Eliana kwa sababu yako? Alijifungia chumbani kwake Ikulu, alikata kula, na daktari alituambia Eliana alijaribu kujidhuru, alitaka kujiua. Mwanamke anajitoa uhai kwa sababu yako, na bado unasema hutoweza kumoa? Hivi una akili kweli wewe? Kwanza yule binti ana kasoro gani mpaka unamkataa? Hapo msikilizaji, wote sebuleni walishtuka. Bibi yake na Victor alishika kidevu, mama yake alikaa kwa huzuni. Hali ilikuwa ni nzito. Victor mwenyewe alivuta pumzi, akasimama tena mbele kila mtu na kisha akasema, naamini hayo yote ni maigizo tu Eliana anayafanya. Kama alivyoweza kuigiza kuwa house girl kwangu, anaweza kaigiza chochote kile. Mimi simwamini tena Eliana, sina imani naye tena. Na ndoa sio kitu cha kulazimishwa kwa hisia bandia. Kama ndoa ni hiari na mimi ndiye ambaye nakwenda kuoa, basi jibu langu ni hapana. Sitaweza kumwoa Eliana, sio kwa shinikizo la rais, sio kwa maumivu ya kihisia, na wala si kwa hila. Hapo msikilizaji, sebule yote ilibaki kimya. Bibi yake Victor alikunja uso kwa huzuni, huku mama yake akimtazama mumewe kwa jicho la tafakari. Waziri mkuu alishindwa kabisa nini cha kusema. Alimtazama kijana huyu, akiona kijana huyo hana mpango wa kulegea kabisa. Kwa kuwa alikuwa na hasira sana, Victor hakutaka tena kuendelea kukaa pale ndani. Aliamua zake kutoka. Baada ya kutoka nyumbani kwake, Victor aliendesha gari bila hata kujua na kuelekea kwa dakika kadhaa, mpaka moyo wake ulipompeleka nyumbani kwa rafiki yake wa karibu, afahamikaye kwa jina la Rafaeli, mtu pekee ambaye aliweza kumwelewa hata katika giza la mawazo. Rafaeli alikuwa yuko sebuleni kwake akiangalia mechi ya mpira alipomsikia Victor akigonga mlango kwa nguvu. Victor, muda huu ndugu yangu? Rafaeli alihoji huku akifungua mlango, lakini alishindwa hata kuendelea na maswali alipomwona Victor amefura kwa hasira mno. Macho yalikuwa ni mekundu kwa hasira. Nahitaji kuongea na mtu mwenye akili timamu bro, Victor alisema kwa sauti ya kutokujali. Aliingia ndani na kujilaza kwenye sofa kama mtu aliyeshindwa na dunia. Baada ya kimya cha dakika chache, Victor alianza kumwaga kila kitu, kuanzia mpango wa baba yake na mheshimiwa rais, mzozo wa familia, mpaka kukataa kwake kumwoa binti Eliana. Rafaeli alimsikiliza Victor tena kwa umakini kweli kweli, huku akiwa anatikisa tu kichwa chake kwa upole. Na baada ya Victor kumaliza kusimulia mkasa wake, Rafaeli alicheka kimya kimya na kisha akasema kwa utulivu kwamba bro, acha nikwambie kitu kimoja Victor. Nakwambia kitu ambacho hakuna mtu pale nyumbani kwenu atakwambia. Kama mheshimiwa rais na baba yako wamekubaliana wewe ukamwoe Eliana, hiyo ni ndoa ya serikali. Na ndoa ya serikali ni siasa tu. Ukikataa, sio kwamba unamkataa Eliana peke yake, bali unawakanga watu wakubwa. Hivyo unazijua athari zake ni nini? Athari zake hutoweza kuzizuia. Hapo Victor alimtazama Rafaeli kwa jicho la kuhoji. Rafaeli akaendelea kusema, sikiliza Victor, unachotakiwa wewe kukifanya, fanya hivi: kubali kumwoa Eliana.
Umeshamsikia, Eliana anakupenda kama kichaa. Lakini wewe usijumize kichwa. Fanya maisha yako, kula bata, weka mipango yako. Kama kweli anakuudhi sana huyo Eliana, basi we mchape matukio. Akishindwa kuvumilia, ye mwenye ataomba talaka. Kwa sasa we tupa ndoano. Hii ni ndoa na sio mapenzi. Ni mpango wa maisha, na kama ni mpango, cheza kwa akili bro. Hapo Victor alikaa kimya kwa muda mrefu, macho akiwa yamemdumbukia kwenye sakafu kana kwamba anayetafakari hayo maneno ya rafiki yake Rafaeli. Kwa hiyo Rafa, yaani una maana nikubali tu? Nikubali tu? Hata kama moyo wangu haupo kwa huyo binti Eliana, nikubali tu? Sikiliza Victor. Mapenzi sio kila wakati moyo unakuwa unataka. Wakati mwingine una survive tu. Na ndio maana nimekuambia mkubalie huyo binti. Kisha mpige matukio mpaka akimbie mwenyewe. Usirudi nyumbani, usilale nyumbani, uendelea kupiga wanawake wengine, chapa wanawake wengine, yani mpaka mwenyewe moyo wake umuume. Huu ni mchezo wa watu wakubwa. Usikatae kumoa yule binti. Usicheze kwa hisia, cheza kwa target. Vinginevyo utapasuka wewe. Unajua kauli moja tu ya Mheshimiwa Rais, wewe huna tena kazi Ikulu. Na achilie hilo, bado anaweza akakufunga usipate kazi popote kwenye hii nchi. Bado Mheshimiwa Rais anaweza kukuzuia wewe usitoke nje ya hii nchi kutafuta maisha. Na hutokuwa na cha kumfanya. Kwa lazima ufikirie athari kwanza bro. Yaani usijifikirie wewe. Fikiria kwamba ukishakataa kumooa binti wa rais, ili hali baba yake amelipitisha wewe umoe, unategemea nini? Kama ukikubali hii ndoa Victor, bana utatengeneza fursa nyingi sana za uhakika wa maisha. Heshima pekee ya mwanaume, ukiachana na wanaume wake, pesa mzee, fursa. Ukiwa na pesa, we mwanaume. Na kwa hii ndoa, wewe ndo utavuna pesa nyingi sana ambazo utakuwa unatumia kula bata na mabebezi wakali wa mjini. Hapo Victor alipumua kwanza kwa kina. Alikuwa amechanganyikiwa, lakini maneno ya Rafael yalimfanya aone picha kubwa ya maisha. Usicheze kwa hisia, cheza kwa target. Mimi naelewa yule mwanamke wewe umpendi. Kwa hisia weka kando. Cheza na target, cheza na akili. Naam, Victor alipumua kwa kina. Victor alikuwa amechanganyikiwa, lakini maneno ya Rafael yalimfanya aone picha kubwa ya maisha. Sasa swali likabaki, je, Victor atakubali kuingia kwenye ndoa ya serikali ili kuokoa jina la familia yake? Au bado moyo wake utashika kisima cha msimamo wake? Basi bwana, jioni ilipofika, Victor alirudi nyumbani kwake. Uso wake ulikuwa umebeba uchovu wa kiakili, lakini ndani yake kulikuwa kuna hali ya maamuzi mazito. Alikuwa amebeba kichwani mwake kila neno aliloambiwa na rafiki yake Rafael. Wakati anafungua mlango wa kuingia ndani, alikuta nyumba ikiwa iko kimya, tofauti kabisa na alivyozoea. Harufu ya chakula cha jioni ilikuwa inasambaa hewani, lakini yeye hakusogelea hata meza ya chakula. Mara bibi yake alitoka chumbani akamtazama kwa jicho la mbali na kisha aliingia chumbani kwake bila kusema neno. Lakini muda si mrefu, mama yake mzazi alitokea mlangoni mwa chumba chake na kumuita kwa sauti ya upole kwamba Victor, hebu njoo hapa mwanangu. Kuna kitu nataka niongee na wewe. Victor aliingia chumbani kwa mama yake akiwa hajui atakutana na mazungumzo gani. Aliketi kwenye kiti pembeni mwa kitanda cha mama yake. Mwanamke huyo alionekana kuwa na wasiwasi lakini pia mwenye busara. Alianza kumtazama kijana wake na kisha akamwambia, Victor mwanangu, nimekusikiliza vizuri tu na nimekuona unavyojitahidi kupinga hili swala la ndoa. Lakini mwanangu, kuna wakati tunapaswa kuwa wakubwa.
Sio kila siku tunachokipenda ndicho sahihi. Wakati mwingine jambo sahihi linakuwa ni gumu. Hapo Victor aliketi kimya, macho akiwa yapo kwenye sakafu, lakini masikio yake yote yalikuwa yako kwa mama yake. Mimi nimekaa karibu na Eliana. Nimemwona huyo binti. Hajawahi kunionyesha kiburi hata siku moja. Anajiheshimu. Ana upendo. Na jambo moja kubwa, anakupenda. Hapo mama Victor alijitahidi kweli kubana machozi yake. Mama. Victor alitaka kuongea lakini mama yake akamkatisha. Najua mwanangu, unahisi ya kwamba huu ni mpango wa kisiasa. Najua unaogopa kuingia kwenye maisha yasiyokuwa na uhuru. Lakini Victor, dunia hii haijengwi na uhuru kila wakati. Wakati mwingine tunajenga kwa kujitolea. Hapo Victor alinyamaza kwa sekunde kadhaa na kisha alisema kwa sauti ya chini. Mama, umewahi kumwona mtu anayekupenda hadi yuko tayari ajitoe sadaka kwa ajili yako, lakini wewe huwezi kumrudishia hiyo hisia? Ndiyo mwanangu. Na muda mwingine huwezi kumrudishia hiyo hisia sasa hivi, lakini maisha huja na majibu yake baadaye. Naam, Victor alijikuta akiwa yuko kimya kwa dakika kadhaa na kisha aliinuka taratibu. Alimpigia mama yake goti, alichukua mkono wake na kisha kaubusu. Sawa mama. Kama ni kwa ajili yako, kama ni kwa ajili ya heshima ya familia yetu, kama ni kwa ajili ya kumlinda Eliana, basi nakubali, nitamwoa Eliana. Hapo mama yake alificha uso wake na mikono yake. Machozi yalimtoka taratibu, furaha, huzuni na hofu vikamchanganya kwa pamoja. Victor alitoka mule chumbani akijua maisha yake hayakuwa tena yake yeye mwenyewe, bali maisha yake yalikuwa ni ya mtu mwingine. Yaani maisha yake Victor aliyaona kabisa ni ya Eliana. Siku iliyofuata asubuhi na mapema aliamka kama kawaida kwa ajili ya kwenda kazini kwake kama mkurugenzi mkuu idara ya kazi, ajira na maendeleo kwa vijana ndani ya ofisi ya rais. Alipofika Ikulu ile asubuhi, tayari alikuwa amevalia suti nyepesi ya kijivu iliyompendeza sana. Alikuwa hajachukua gari lake la kawaida. Leo alikuja na gari dogo lisilokuwa na vioo vya giza. Alionekana zaidi kama mtu aliyekuja kwa kazi maalum, si kwa hadhi ya mtoto wa waziri mkuu. Aliposhuka kwenye gari, walinzi walimzoea. Walimsalimia kwa heshima, lakini aliwajibu kwa ishara ya kichwa tu. Hakutaka kupoteza muda. Alikuwa na jambo moja tu kichwani mwake, kumwona Eliana. Badala ya kuelekea moja kwa moja kwenye ofisi yake kijana Victor, ambayo ilikuwa ipo ndani ya jengo la kiutawala upande wa kulia mwa jengo kuu, Victor aligeuza mwendo na kwenda upande wa kushoto penye jumba dogo la makazi ya kifalme, mahali walipokaa familia ya rais. Hakuhitaji kuomba ruhusa. Walinzi wa ndani walijua kabisa Victor alikuwa na ruhusa maalum ya kuingia popote pale Ikulu. Walimfungulia milango ya kioo iliyokuwa imeelekea sebuleni. Halafu kwa ishara akaelekezwa jikoni. Jikoni kulikuwa kuna harufu ya maharage iliyochemshwa kwa nazi na pilipili kibao. Harufu hiyo haikupendeza kwa Victor, lakini Victor hakujali. Alichokitaka ni kumwona Eliana. Alipogeuza kona ya mlango mdogo wa jikoni, alimwona Eliana. Alikuwa amevalia gauni jepesi la rangi ya cream. Lilikuwa limemshika vyema tu kwenye kiuno chake na kuliacha bega lake moja likiwa liko wazi. Nywele zake zilikuwa zimefungwa juu kwa mpangilio wa kizamani na uso wake ulikuwa na tabasamu la furaha ya dhati kabisa. Alikuwa anacheka na kijakazi mwingine Eliana, huku akichokonoa mchuzi kwa kijiko cha mbao. Alionekana ni mwepesi, huru na mwenye furaha ya ajabu, kitu ambacho kilimshangaza sana Victor. Na ilipofika macho kwa macho kati yao,
Eliana alisimama ghafla kama mtu aliyeshikwa na umeme wa furaha. Kwa mbali aliinua mkono kwa aibu na kutabasamu, lakini kwa upande wa Victor hakuwa na hamu ya majibu au maelezo. Alitembea taratibu mpaka alipomfikia Eliana. Alimshika mkono bila ya kusema neno. Alimvuta wakatoka jikoni. Eliana hakupinga. Alimfuata Victor kama binti anayemfuata mwalimu wake wa moyo. Walipita kwenye korido fupi iliyokuwa imepambwa kwa picha za marais wa zamani. Wakatoka nje kupitia mlango wa pembeni mwa chumba cha mapumziko na wakatua kwenye bustani kubwa ya maua. Hali ya asubuhi ilikuwa ni kuvutia sana. Upepo mwanana ulicheza na mashada maua mekundu ya waridi na manjano, huku vipepeo bluu wakizunguka juu ya vichwa vyao kama vile waliitwa makusudi kwa ajili ya mandhari hiyo ya kipekee. Anga lilikuwa na samawati ya kupendeza, jua la asubuhi likiwachoma kwa upole mithili ya busu la mama kwa mtoto wake aliyeamka usingizini. Victor hakusema neno mpaka muda huo. Alibaki tu akimtazama Eliana kwa muda, akimkagua kutoka juu hadi chini kana kwamba alikuwa akisoma kitabu kilichomshinda kuelewa kwa muda mrefu. Eliana naye hakumuuliza chochote Victor. Alibaki akimtazama Victor kwa macho ya aibu ya kimahaba, lakini yenye furaha ambayo haikufichika. Walikuwa wamesimama mbele ya ua kubwa la waridi. Eliana alijikuta kinyoosha mkono wake wa kushoto na kupapasa jani la ua hilo, akicheka kwa upole. Victor bado alikuwa kimya. Victor uso wake ulionyesha kabisa mapambano ya ndani, mapenzi yanayopingana na busara, hisia zinazoishi kwenye kivuli cha siasa. Mwishowe, kwa sauti ya chini sana, Victor akasema, "Ujue mimi nakushangaa sana wewe." Eliana alitazama chini, kisha akatazama juu kwa haraka. Macho yake yakakutana macho kwa macho na Victor. "Kwa nini? Kwa nini unanishangaa?" aliuliza kwa sauti ya aibu. Victor alimsogelea karibu zaidi, kwa hatua moja tu ambayo iliwakaribisha zaidi kwenye eneo la hisia. Victor akasema, "Nakushangaa kwa sababu unaweza kucheka. Nakushangaa kwa sababu unaweza kupika kwa furaha. Baada ya kila kitu kilichotokea, inaonekana kwako wewe ni furaha tu. Baada ya mimi kukutukana, kukudharau, kukushuku, na bado unakuwa na furaha. Hilo mimi linanishangaza sana Eliana." Victor, mtu akiamua kumpenda mtu anapaswa kuweza kuvumilia pia. Nilikuona hata kabla hujaniona. Na kama upendo hauna subira, basi haukustahili kuitwa upendo. Victor alishtuka kwa majibu hayo. Alitaka kusema kitu lakini maneno yakamkataa. Alibaki anamtazama tu Eliana, macho yake yakiwa na mvuto wa ajabu, mapigo ya moyo yakipiga kwa kasi ambayo hakuwa ameizoea kwa muda mrefu. Eliana alimwangalia kwa tabasamu lenye busara na kisha akasema kwa sauti ya chini, "Kama ulishaamua kuwa na mimi, naomba uniambie. Lakini kama kuna hata 1% ya uwezekano wa kuniona tena kwa jicho la mtu anayetamani kuishi na mimi, basi usikatae kwa sababu ya dunia." Victor alishusha pumzi ndefu, macho yake akiwa bado yamezama kwenye sura ya Eliana. Wakati huo upepo ulivuma kidogo zaidi, ukitikisa gauni la Eliana kwa mpangilio wa kitalii. Walibaki wako pale mbele ya bustani kifalme pasipo maneno zaidi, lakini moyo wa Victor ukawa kama sauti inayoongea ndani ya kifua chake yenyewe. "Bado sijui kama ni mapenzi au ni dhambi kuendelea kujizuia. Kwa hiyo utanioa Victor?" Victor hakusema neno hata baada ya Eliana kumaliza kauli yake ya mwisho iliyojaa maumivu na matumaini kwa wakati mmoja. Alibaki tu akimtazama kwa macho ya kina, macho yalikuwa na tafsiri nyingi kuliko kinywa kingeweza kusema. Victor alikuwa anamsoma Eliana, sio kwa macho tu, bali kwa kila kiungo cha mwili wake. Kwa mara ya kwanza hakumwona Eliana kama mtoto wa rais,
wala kama yule msichana aliyewahi kujifanya house girl, wala kama yule mwanamke aliyemweka katika sitofahamu ya kihisia. Leo Victor alimwona Eliana kama mwanamke aliyemvuta zaidi ya vile alivyowahi kuvutwa na kitu chochote maishani. Kwa mwendo wa taratibu, Victor alinyosha mkono wake wa kulia, akachuma moja ya ua jekundu la waridi lililokuwa karibu na wao. Akalinusa kwa umakini huku akifumbua macho, harufu yake ikimpeleka mahali pa mbali, mahali pa amani, penye utulivu wa kihisia. Alipofumbua macho, Victor alikuwa tayari kashamsogelea Eliana. Bila kusema chochote, alishika mkono wa Eliana kwa upole wa hali ya juu, kana kwamba alikuwa anagusa kioo kilichojaa nyufa. Eliana alitetemeka kidogo, sio kwa hofu, bali kwa msisimko wa ndani usioelezeka. Macho yao yakakutana tena, na safari hii macho ya Victor hayakuwa na ukali, hayakuwa na mashaka, hayakuwa na kivuli cha siasa au familia zao. Yalikuwa ni macho ya mwanaume anayemwona mwanamke wake mbele yake na kumtamani. Victor alichukua lile ua lilokuwa amelichuma, akaliinua taratibu mpaka kwenye sikio la kushoto la Eliana, akaliweka hapo kwa umakini. Kidole chake kimoja kiligusa shavu la Eliana wakati alipokuwa akirekebisha ua hilo. Huwezi amini, mguso huo mdogo ulimpeleka Eliana kwenye ulimwengu wa tofauti. Alihisi miale ya umeme ikienda chini ya ngozi yake. Kama mahaba, basi alikuwa anatambaa juu ya mishipa yake kwa utaratibu wa kimapenzi. Baada ya kuweka ua hilo, Victor hakutoka pale. Alibaki karibu, uso wake ukiwa si mbali na uso wa Eliana. Harufu ya waridi kutoka kwenye ua ikachanganyika na harufu ya asilia ya ngozi ya Eliana. Victor aliendelea kuchezea nywele za Eliana. Vidole vyake Victor vilipita taratibu mpaka kwenye shingo ya Eliana na kisha akashuka mpaka mabegani, ambapo alisimama kwa muda kama anapima joto la mwili wa Eliana. Eliana hakuweza kuelewa kama kile kilikuwa ni kitendo cha mapenzi au ni mtego tu mwingine, lakini kwa namna alivyokuwa anamshika, kwa namna alivyomtazama na kwa jinsi upepo ulivyokuwa kipuliza gauni lake kidogo kidogo, huku Victor akimwangalia kama hana tena mipaka ya kujizuia, alijua kabisa ya kuwa muda huu hakuwa na haja kuuliza chochote. Alihitaji kutulia tu na kusikia kila tendo, kila mguso, kila hisia inayopenya kati yao. Victor alimsogelea zaidi Eliana. Uso wake ukakaribiana na uso wa Eliana kiasi cha kutishia mguso wa midomo. Eliana alihema polepole, joto likiwa limepanda mwilini mwake, mapigo ya moyo yakiwa yamepindukia utaratibu. Alihisi mwili wake ukikosa nguvu, mikono yake ikiinama taratibu kama mtu alikata tamaa kwa hisia. Hakuwa amewahi kumwona Victor akiwa upande huu wa kihisia, upande wa utulivu uliojaa mapenzi, upande wa kutaka lakini bila kuomba ruhusa, upande wa kusoma roho ya mtu mwingine bila kuuliza. Victor hakumbusu Eliana, hakusema, hakukimbilia kumshika sana. Alibaki pale pale akimtazama tu, vidole vyake vikicheza taratibu na sehemu ya nyuma ya shingo ya Eliana. Kwa mbali, vipepeo waliokuwa wakizunguka bustanini walikaa juu ya vichwa vyao, kana kwamba walikuwa ni mashahidi wa tukio hilo lisilokuwa na maneno, tukio ambalo halikuhitaji lugha bali uelewa wa mioyo miwili. Eliana alitikisa kichwa kwa nguvu ndogo, akifungua macho na kumtazama Victor. Kwa nini sasa? Aliuliza kwa sauti ya kutokujiamini, sauti ya mtu anayeogopa kupenda tena. Victor hakujibu, alimwangalia tu, yaani akimaanisha kwamba jibu lake lilikuwa kwenye kila kitu anachokifanya na sio kwenye maneno. Walibaki pale bustanini, mtu na mtu wake, moyo kwa moyo, kimya kikizungumza zaidi ya maneno 1000. Akiwa bado anamsogelea Eliana, pumzi zao mbili zikipigana katika umbali wa mashimo ya pua. Alikuwa hatua ya ghafla isiyotegemewa, bila kusema neno, bila ya kusema neno, bila onyo, bila hata dalili ya kukusudia. Alipitisha mkono wake mmoja taratibu kuizunguka miundo ya kiuno cha Eliana, akamkamata kiuno chake kwa upole wa hatari lakini uliojaa mamlaka. Eliana alihisi mshtuko ukipanda juu ya uto mgongo wake kama radi ya upole. Miguu ikaanza kulegea kana kwamba ardhi chini ya miguu yake ilianza kuyeyuka. Pale pale likaja tukio ambalo lilimwacha Eliana kwenye ulimwengu tofauti kabisa. Ndiyo, Victor alimtandika busu la mdomoni, busu la ghafla, la kijasiri, lenye hisia nyingi zisizotafsirika kwa maneno. Si busu la kawaida,
si haraka, si uoga. Alibusu kwa namna ya mtu aliyekuwa amekusanya muda, hisia na ukimya kipindi kirefu sana, na sasa alikuwa analipua yote kwa mguso mmoja tu wa midomo. Midomo yao ilikutana, si kwa nguvu bali kwa msisitizo wa moyo. Ilikuwa ni kama mlipuko wa kimya uliojaa kelele za mioyo iliyonyamazishwa kwa muda mrefu. Eliana alishikwa na butwaa. Mara ya kwanza katika maisha yake alihisi dunia ikisimama. Kila kitu kikaacha kufanya kazi. Upepo kasimama katikati ya mwelekeo wake. Vipepeo waliokuwa wakiruka juu ya vichwa vyao wakatulia kwenye majani. Maua yaliyokuwa yakitikiswa na hewa yakaonekana kama yametulia kwa muda. Bustani ya ikulu ikawa tulivu, kana kwamba kila kilicho hai kilikuwa kimetoa nafasi kwa tukio hilo litawale mazingira. Macho ya Eliana yalifumba yenyewe, mikono yake ikapanda juu taratibu bila kutarajiwa, ikatoa kwenye kifua cha Victor kana kwamba kulikuwa kuna nguvu ya sumaku iliyokuwa ikimvuta bila hiari. Moyoni, Eliana hakujua kama aogelee katika bahari hiyo ya hisia au ajiokoe mwenyewe kwa kujizuia, lakini mapema sana alijua kwamba tayari alikuwa amezama kwenye hiyo bahari. Busu hilo halikudumu miaka, lakini pia halikuchukua sekunde. Halikuwa na muda. Lilikuwa ni tukio lililosimama nje ya muktadha wa saa na kalenda. Kila kitu kilikoma, na wakati huo Eliana alijua kabisa kuwa ameguswa, si kimwili tu bali kiroho. Alihisi mwili wake ukimnyong'onyea mikononi mwa Victor, kama yuko salama, kama hakuna tena hofu, kama ndoto ya muda mrefu sasa hatimaye imejikamilisha. Victor alipoiondoa midomo yake taratibu kutoka kwa Eliana, hakusema neno. Badala yake alibaki akimtazama tu kwa macho ya mtu aliyekuwa ameshamaliza kuongea kila kitu kwa tendo moja. Eliana naye alibaki amepigwa na butwaa, uso wake ukiwa umechanganyikana na mng'ao wa mshangao, furaha na tafakari. Aligusa midomo yake Eliana kwa vidole vya mkono wake wa kulia, kama kuhakiki kuwa ni kweli busu hilo limetokea au ni hisia zake tu zilizogonga kiwango cha juu cha tamaa. Upole wa jua la asubuhi uliokuwa ukitambaa juu ya maua na majani ya bustani uliwaangazia wote wawili, ukiwafanya waonekane kama wachoraji wa hadithi ya mapenzi isiyohusisha siasa, hadhi au familia. Mapenzi ambayo kwa mara ya kwanza yalizungumzwa si kwa maneno bali kwa miili na hisia. Victor, Eliana alinong'ona, sauti yake ikiwa ni dhaifu kama sauti ya mtu anayelilia kitu kizuri asichoweza kukiamini. Victor hakujibu. Alinua mkono wake na kuupitisha kwenye nywele zake kwa haraka kidogo, kama mtu anayejilaumu kimya kimya kwa kuruhusu hisia kuchukua nafasi. Lakini bado macho yake hayakuweza kuacha kumtazama Eliana. Ilikuwa kana kwamba alikuwa anamuona kwa mara ya kwanza, sio kama house girl aliyokaa nyumbani kwake, wala binti wa rais aliyemletea vurugu ya kisiasa kwenye maisha yake, bali mwanamke wa kawaida tu, mrembo, mwenye roho safi, aliyekubali kupigania penzi lake kwa njia zisizoeleweka. Kwa nini ulinificha haya yote Eliana? Kwa nini ulinificha? Victor aliuliza hatimaye, sauti yake ikiwa ina ukavu wa ndani, kama mtu aliyekuwa anaogopa jibu. Eliana hakuweza kujibu, badala yake alimtazama tu Victor kwa macho yenye jicho la maji, macho ya mtu aliyepoteza na kupata tena kwa wakati mmoja. Midomo yake ilitetemeka, lakini moyo wake uliongea kwa sauti kubwa zaidi. Alishamuona mwanaume wa maisha yake, na sasa baada ya busu hilo alikuwa tayari kufa kwa jina lake. Walibaki tena kimya, vipepeo wakiendelea tu kuzunguka, maua yakitikisika polepole na upepo uliokuwa umeanza tena kuvuma, kana kwamba dunia ilirudi kuzunguka baada kusimama kwa muda. Alipona Eliana hajajibu swali lake, alimsogelea akataka kumbusu tena, lakini ghafla alimsukuma kwa nguvu chini. Eliana alianguka chini huku akionekana kushangaa. Muda mfupi tu Victor katoka kumuonesha dunia yake ya mahaba, lakini ghafla kabadilika. Hivi wewe, kwa hiyo akili yako fupi unadhani kwamba mimi naweza nikakuoa wewe, si ndio? Aliongea Victor huku akionekana kuchukia kweli kweli. Eliana alinyong'onyea, furaha yote ilipotea mithiri ya moto wa kifuu ambao hauchukui muda mrefu kuisha. Kwa nini unanisumbua Eliana? Kwa nini?
Kwa nini unalazimisha maisha ambayo hayapo? Unafikiri mimi ni mtu wa kuchezewa na hisia zako za kisiasa, si ndio? Wewe unajua kabisa sitaki kuoa na sikupendi. Kwa nini lakini unakuwa ni kikwazo kwenye uhuru wa maisha yangu? Eliana alikuwa kimya, macho yake yalitazama chini, machozi yakiwa tayari yanammulika kwenye kope. Hakujibu. Victor alichukua hatua nyingine mbele, akainama kumkazia macho Eliana. Nisikilize. Wewe ni binti wa rais. Una kila kitu. Umekuja kwangu kama house girl ili kunichezea akili, si ndio? Huu ni mchezo gani ambao wewe unaufanya? Huheshimu hadhi yako wala huheshimu hadhi yangu. Alafu unataka kuwa mke wangu kweli? Kama umeweza kufanya hivi, kesho na kesho kutwa nikisha kuoa utafanya nini? Alinamisha kichwa kidogo karibu na uso wa Eliana, na kisha kwa hasira alivuta nywele zake kwa nguvu mpaka Eliana kainamisha macho. Sauti ya kilio cha ndani ikamponyoka. Alishindwa kuvumilia, moyo wake ulikatika vipande vipande, lakini Victor akaendelea kumwambia kwamba, nisikilize wewe. Sikutegemea kama utaweza kuwa wa aina hii. Unadhani wewe kwa kunililia, kwa kunigizia kwamba unajiumiza, nitaamua kukuoa? Samahani sana. Mimi si mtu wa huruma. Ndoa yangu haitokani na huruma ya mtu kuigiza kifo chake. Sijui umekuaje, ila tuna uhakika kila kitu kwako ni maigizo. Najua kama umeigiza kujifanya ulitaka kufa ili tu kumshinikiza baba yako akuozeshe kwangu. Sasa nakwambia hivi, si mimi wala kivuli changu kitakachoweza kufunga ndoa na wewe. Hata maiti yangu nikija kufa haitaweza kuja kukuoa wewe. Eliana alikuwa bado kwenye nyasi, hakujua hata inuke vipi. Alishika kifua chake polepole, akihisi maumivu yasiyoelezeka. Kwa mara ya kwanza, maumivu hayo hayakuwa ya mwili, bali ya moyo. Moyo uliotegemea kupendwa, lakini sasa unachanwa vipande vipande kwa maneno ya mtu aliyemweka juu zaidi ya roho yake. Hivi hata una thamani gani? Wewe ni nani? Hata unifikirie mimi, Victor, mtoto wa waziri mkuu, eti kwamba nitakuoa kwa sura yako hiyo tu? Ndio utegemea kwamba nitakuoa? Kwa kucheza maigizo ya kuumwa ndio unafikiri kwamba nitakuoa? Eliana aliangalia juu, macho yake yalikutana na yake, lakini hayakuwa macho ya hasira wala lawama. Yalikuwa ni macho ya mtu aliyekata tamaa, macho ya mtu aliyevumilia kila kitu kwa ajili ya penzi la dhati. Victor, alijaribu kusema, sauti yake ikiwa ni dhaifu kama sauti ya mtoto aliyeumizwa. Mimi nilikupenda, nakupenda, na nitaendelea kukupenda Victor. Yaani kama ulifikiria nitakupenda pia, basi ulikosea sana. Huna nafasi yoyote ile moyoni mwangu, na sitaki tena kukuona karibu na mimi. Baada ya maneno hayo, aligeuka na kuanza kutembea kwa kasi. Alimwacha Eliana akiwa bado yuko chini, akilia kimya kimya. Alijikunyata taratibu, akaukumbatia mwili wake mwenyewe kama vile kujipa faraja aliyokuwa ameikosa. Aliyumbayumba kwa ndani. Moyo wake ulikuwa ukigongana na mifupa ya kifua chake. Maua ya bustani yalitikisika na upepo, lakini hakusikia. Vipepeo aliruka juu yake, lakini hakuweza kuviona. Kila kitu kilikuwa kimya mbele yake, isipokuwa kilio chake cha ndani kilichobujika bila sauti, lakini kwa uchungu wa damu. Eliana alinyanyuka taratibu, akafuta machozi kwa nyuma ya kiganja chake, na kisha akatazama njia aliyokuwa amepita Victor. Hakusema chochote, hakukimbia kumfuata. Alibaki pale akihisi dunia imemgeuka. Moyo wake ulivunjika, sio tu kwa sababu Victor hakumpenda, bali kwa sababu alimchukia kwa sababu ya upendo wake. Na kwa mara ya kwanza, Eliana alianza kujiuliza, labda haikuwa sahihi kumpenda Victor. Labda moyo wake ulikosea mahali. Akiwa bado yuko pale chini, huku nyasi zikimgusa gauni lake la hariri lililokuwa limechanika upande mmoja alipodondoshwa, macho yake yalikuwa yamevimba, yakiwa mekundu kama vile alikuwa amelia usiku mzima.
Mkono mmoja ulikuwa umejishika kifuani, akihisi moto wa maneno ya Victor bado ukipenya kwenye nafsi yake kama sindano ya sumu. Eliana hakuweza hata kupumua vizuri. Moyo wake ulikuwa ni mzito kama jiwe lililowekwa juu ya roho. Wakati huo Grace, msaidizi wake, alifika. Macho yake yakiwa yamejaa huruma na hasira kwa wakati mmoja. Alimsogelea Eliana, alipiga magoti mbele yake na kisha kwa upole alimshika bega kwa kumwambia, Eliana. Alijaribu kuzungumza kwa sauti ya upole. Mimi nimeona kila kitu. Kila kitu. Eliana hakuweza kuzungumza. Aliinua macho yake na kumtazama Grace. Uso wake ulikuwa hauna matumaini, lakini pia haukuwa wa mtu aliyekata tamaa. Grace aliendelea kusema, sasa hivi inatosha. Yaani hivi kweli unataka uelewe na mtu ambaye anakudharau namna hii? Eliana jamani, umejiona ulivyovutwa nywele? Umesikia alivyozungumza na wewe? Kama hii ni mwanzo tu wa safari, unadhani mbele huko itakuwaje? Nini kitatokea pale utakapoanza kuishi naye ndani kama mke wake? Eliana alipumua kwa shida. Alinyanyuka taratibu, akawa kama mtu alipigwa na butwaa, na kisha kwa mshangao wa Grace, Eliana akasema kwa sauti ya taratibu lakini yenye msisitizo, Grace, mimi nitapambana tu. Nitampenda mpaka atashindwa mwenyewe kunichukia. Nitavumilia kila matusi, ili mradi mwisho wa siku Victor anione mimi ni kama mwanamke wa maisha yake. We Eliana, umerogwa. Samahani kwa kuyasema haya, lakini mbona kama unajikatili mwenyewe? Hebu ona bahati ulionayo kwenye maisha, kila binti angependa kuwa nayo. Lakini we mbona wala huonekani kujali hilo? Eliana, we ni mrembo sana kuliko hata hao wa mahara wa Victor. Eliana, we una kila kitu, una pesa, una nguvu ya mamlaka. Sasa kwa nini ujitese kwa mwanaume mmoja ambaye haonekani kuwa na ndoto ya kuwa na wewe? Victor, sio chaguo lako. Yule sio hatima yako. Eliana, jamani. Unajua Eliana, ni kushauri tu achana na Victor. Unatakiwa ku move on. Grace, mimi sijarogwa. Mapenzi yamenikamata. Najua Victor ana machungu yake. Najua Victor ana vita zake ndani yake. Lakini pia najua kuna sehemu ndani yake ndogo sana ambayo imenihifadhi. Nitapigania hiyo sehemu ndogo mpaka ikue kubwa. Natumaini umeona jinsi alivyonibusu pia. Busu lake linipa mwangaza mpya kabisa. Hata kama sio leo, sio kesho, bado naamini tu ipo siku atakuja kugundua mimi ni mwanamke wa thamani sana kwenye maisha yake. Na hapo ndipo ushindi wangu wa kuwa na Victor utakuwa umetimia, Grace. Sasa hilo litatokea lini? Vipi kama kija kukupenda uzeeni? Uone kama utakuwa umetumia ujana wako vibaya? Wala hata usijali kuhusu hilo. Lakini naona kabisa Victor anakuchukia. Ndiyo, lakini bado nitampenda. Si kwa sababu ya sura yake wala cheo chake, bali kwa sababu moyo wangu haukubali kuachana naye. Grace, hii ni vita yangu. Siwezi kuiacha kabla sijajua kama kweli nimeshindwa au la. Lakini Eliana, tayari umeshindwa hii vita. Bado kabisa Grace, bado. Grace alikuna kichwa, macho yakimkodolea Eliana kama mtu anayetafuta maelezo ya kisayansi kwa tabia ya ajabu. Sasa unataka kufanya nini?
Eliana alipangusa nyasi kwenye gauni lake, akasimama wima kama malkia aliyedondoka, lakini anasimama tena kwa fahari. Leo tunaenda kwa mbunifu wa mavazi. Nataka vazi special kabisa, vazi la kuchumbiwa. Grace alipigwa na butwa na kisha akasema kwa mshangao, "He, kuchumbiwa na nani?" "Na Victor." "Alafu mbona unaongea kana kwamba hujui kwamba anaenda kuolewa na nani?" "Wewe, Eliana, hivi una akili timamu kweli?" Eliana alicheka kimya kimya, machozi yakiwa bado hayajakauka. "Nisikilize Grace. Mapenzi hayaongozwi na akili Grace. Yanaongozwa na moyo. Basi we moyo wako sasa hivi unahitaji deliverance. Unaelewa kweli?" Wakati huo tayari Eliana alikuwa anatembea kuelekea lango la bustani ya ikulu, miguu yake ikiwa imara kama mtu anayekwenda vitani, tena si kwa bunduki, bali kwa silaha za upole na moyo wa kutopigana, bali ni moyo wa kupenda mpaka shinde hiyo vita. Grace akiwa amesimama pale tu, alibaki akimtazama bosi wake huyo kwa mshangao. Alihisi kana kwamba Eliana huyu sasa sio binadamu wa kawaida tena, ni kama vile mapenzi yalikuwa yamebadilisha mfumo wa fahamu zake. Alihisi ya kwamba huenda Eliana atakuwa na jini mahaba, si bure. Alikimbia kumfuata na kisha akamwambia, "Haya, basi twende. Lakini unajua nikikuona unatupwa chini tena sitavumilia. Lazima nitatoa taarifa kwa baba yako." Eliana alicheka na kisha akamwambia Grace kwa sauti ya utani lakini yenye msisitizo wa ndani, "Hivi Grace, unajua kuna raha ya kuumizwa na mtu unayempenda?" "He, we Eliana, umechanganyikiwa? Umeharibikiwa na penzi? Haya, wacha nikusaidie kuteseka vizuri." Waliingia ndani ya gari la kifahari tayari kuelekea kwa mbunifu wa mavazi. Na ingawa macho ya Eliana bado yalikuwa na mabaki ya kilio, moyo wake sasa ulikuwa na moto mpya, moto wa tumaini ya kuwa siku moja Victor ataacha vita na kuanza kuona thamani ya moyo wake. Msikilizaji, jua liliendelea kutua taratibu likiwa limefunika anga kwa uweupe wa mawingu mepesi yaliyoangaza dhahabu ya jioni. Ndani ya jumba dogo la kifahari la mbunifu maarufu Mama Kesi, shughuli ilikuwa ni moja tu, kumpima na kuandaa vazi la siku ya uchumba wa Eliana na Victor. Kitambaa cha hariri ya kifalme kilikuwa kimetandikwa juu ya meza, vipimo vikachukuliwa, sindano na uzi vikatumika kwa ustadi wa hali ya juu. Eliana alisimama mbele ya kioo kirefu, mwili wake ulikuwa umefungwa kwa kipande cha kitambaa cha majaribio cha gauni lake la kipekee. Eliana alitabasamu, macho kimetameta, akipiga mizunguko miwili kwa furaha. "Grace, unakiona kiuno changu kinavyopendeza eh?" Grace alicheka. "Kama mtu kwa umbwa kwa ajili ya gauni hili eh?" Wakati huo, mlango mkubwa wa kioo wa duka hilo ulifunguliwa kwa nguvu. Watu wote waligeuka kwa mshangao, na ndipo Ademola, kijana wa Kinigeria, alionekana akivamia kwa haraka dukani humo. Macho yake yalikuwa ni mekundu kwa hasira, suti yake nyeusi ikiwa imemkaa vilivyo, lakini sura yake ilikuwa haina amani kabisa. "Wewe Eliana wewe," aliita jina hilo kwa ukali. Wakati huo Ademola alikuwa anamkaribia kwa hatua kubwa kweli kweli Eliana. Wafanyakazi wa duka hilo walirudi nyuma kwa hofu. Eliana aligeuka, macho yake yalikutana na yale ya Ademola bila ya uoga hata kidogo. Tabasamu lake likayeyuka kidogo, lakini halikupotea kabisa. Ademola alisimama mbele yake, alimkazia macho na kisha kwa sauti iliyojazwa na maumivu akasema, "Kwa hiyo ni kweli eh? Unaolewa na Victor?" Eliana alinyanyua uso wake kwa ufahari na kisha akasema, "Ndio. Na wala sioni kama nimekosea." Ademola alicheka kwa kejeli. "Hivi unafanya makosa makubwa kuliko yote uliyowahi kuyafanya. Victor wewe hakupendi Eliana. Hata siku moja hata kuja kukupenda. Wewe unafikiri kuwa mke
wa mtoto wa waziri mkuu ni mchezo wa kuigiza? Eliana alivua kipande cha kitambaa kilichokuwa kiunoni mwake, akakiweka kwa staha pembeni. Alimsogelea Ademola kwa utulivu wa ajabu na kisha akamwambia, Victor sio mwanaume wa kuigiza. Ni mume wangu halali mtarajiwa. Na kama hatonipenda leo, nitahakikisha kesho atanipenda. Na kesho kutwa nitamzalia mtoto. Mtoto wa kwanza nitamuita Rais Junior, ili nikukumbushe kuwa kila siku nilichagua mume zaidi ya wewe. Maneno hayo yalimgonga Ademola kama radi. Aliinua mkono wake kidogo kwa hasira, lakini akajizuia. Alivuta pumzi kali, alimkodolea macho Eliana na kisha akasema kwa sauti ya kutetemeka, Eliana, unacheza na moto. Umeniacha nikiwa tayari nimejitolea kila kitu kwa ajili yako. Nikakutangaza hadharani. Sasa hivi unanigeuka kwa mtoto wa mtu ambaye hakuthamini hata dakika moja. Ya, ndio, alijibu Eliana kwa utulivu wa ajabu kweli kweli. Kwa sababu nilijua mapenzi yako ni makaratasi tu, ila mapenzi yangu kwa Victor ni moyo. Hapo Ademola alicheka kwa chuki. Sawa, utanijua tu Eliana. Mimi sio mtu wa kuchezea. Umenifedhesha hadharani, umenidhalilisha kisiasa na kijamii. Na hapa siku utakapomwaga machozi kwa sababu ya Victor, sitatafuta leso ya kukufutia. Eliana alisogea karibu zaidi. Sauti yake ikawa ni ya chini lakini ya kuumiza moyo. Na mimi na hapa, siku nitakayomwona Victor akinitazama kwa upendo, nitajua penzi la kweli ni subira, na siku hiyo nitaomba Mungu akufanye uwe shuhuda. Ademola alikaza ngumi zake kwa hasira, aligeuka kwa ukali na kisha kaondoka huku miguu yake ikigonga sakafu kwa hasira ya dhati kabisa. Grace alitoka mafichoni na kumtazama Eliana kwa mshangao. Wewe so binti, wewe ni simba, alisema Grace akiwaamini kama kweli Eliana amemshughulikia Ademola kiasi kile. Eliana alitabasamu tena, alivaa kitambaa kingine cha majaribio na kisha akasema, okay, tuendelee bwana na kazi yetu. Harusi haiandaliwi kwa maneno, bali kwa maandalizi, na gauni langu ninatakiwa kusema kwamba mimi ndiye malkia wa moyo wa Victor. Walicheka kwa pamoja. Hata fundi mbunifu wa nguo alitabasamu na kusema, hili gauni hili litakukumbusha kwamba mapenzi ya kweli hayajengwi kwa hofu, bali kwa ujasiri. Naam, jioni ilipofika, mandhari ya taa za barabarani ziliangaza kwa rangi ya dhahabu na kijani. Magari yalikuwa yakipita kwa kasi na pilika za jiji zikiendelea kama kawaida. Victor alikuwa ameketi kwenye kona ya mgahawa mmoja maarufu sana mjini. Mkononi Victor alikuwa na kikombe cha kahawa ambayo hata hakuwa anaigusa. Alikuwa amezingirwa na ukimya, mawazo yakimshambulia kwa mizinga ya vita. Macho yake yalikuwa yanatazama watu waliokuwa wanapita nje ya dirisha la mgahawa ule, lakini kiukweli alikuwa haoni chochote. Victor alikuwa anajiuliza mara elfu kama kweli alistahili kuweka moyo wa Eliana kwenye mateso huku akiwa bado amemshikilia Hafsa moyoni mwake. Victor aliwaza sana. Yaani kweli aende akamoe Eliana, lakini wakati huo huo inatakiwa pia awe penzini na Hafsa. Sasa atakuwa anamtesa Eliana. Victor hakujua kama alichokifanya kilikuwa ni cha busara, kukubali ndoa ya kisiasa huku moyo wake ukiwa bado haujakubali kabisa. Mara mlango wa kioo ulifunguliwa kwa mlio wa kengele. Hafsa aliingia akiwa amevalia blouse ya silk ya kijani na suruali nyeusi iliyokuwa imemkaa kisawasawa. Alikuwa ni mrembo kama kawaida, lakini hata kabla jaketi aliona kwenye uso wa Victor kulikuwa kuna mawingu mazito ya mawazo. "Wewe Victor?" alimsalimia kwa sauti ya shauku. "Vipi, una msiba kwani? Mbona nipa sura ya msiba?" Victor alitabasamu kwa shida, akamonyesha kiti, akamwambia, "Kaa tu mpenzi. Kuna jambo nataka nikwambie."
Hafsa aliketi, macho alimtazama mpenzi wake kwa wasiwasi. Victor, usiniambie kuna tatizo huko kazini. Hafsa alitania, lakini Victor hakutabasamu kwa muda wa sekunde kadhaa. Victor alishindwa hata kuanza. Alivuta pumzi, akanywa funda dogo la kahawa na kisha akasema kwa sauti ya chini, Hafsa, unajua familia yangu, yani baba pamoja na mama na Mheshimiwa Rais mwenyewe, wameamua mimi ni moe Eliana. Hapo Hafsa aliganda kwanza. Macho alimtoka, kinywa kikifunguka kidogo kana kwamba hajaelewa kile alichokuwa mikisikia. Unasema? Aliuliza Hafsa, macho yakianza kubadilika, sauti kitetemeka. Victor alijaribu kuepuka kumtazama moja kwa moja. Ndio. Wameshaongea. Baba pamoja na rais wamekubaliana. Na sina jinsi Hafsa. Nimekubali hiyo ndoa. Lakini hebu sikiliza mpenzi wangu, nataka uelewe kitu kimoja. Victor. Hafsa alikatiza mazungumzo ya Victor, sauti ya Hafsa ikiwa ni kali kweli kweli. Unasema umeikubali hiyo ndoa? Alafu unaongelea kuhusu mimi kama vile mimi si... Kweli Victor? Victor alinyanyua macho akajaribu kumshika mkono wake. Yani sikiliza Hafsa. Wewe ndo kila kitu kwangu Hafsa. Lakini hii ndoa ni ya kisiasa, ni makubaliano tu. Ni kama mpango tu hivi. Mimi na wewe tunaendelea kama kawaida. Yani mapenzi yetu hayatabadilika. Hebu Hafsa, chukulia hii ndoa kama gereza kwa Eliana, sawa? Tutatumia hii fursa kumtesa mpaka ombe talaka yake mwenyewe. Hapo ndipo Hafsa aligonga meza kwa nguvu, macho yake yakiwa ni mekundu kwa hasira. Wateja wachache waliokuwa karibu waligeuka kumtazama. Hivi Victor, unajua nini unachokiongea hapa? Yani uoe mwanamke mwingine, alafu unakuja kuniambia mimi tutaendelea kama kawaida? Serious Victor? Machozi yalianza kujikusanya kwenye macho yake. Hafsa, yani sio kwa hiari yangu, mimi nimebanwa tu. Mimi nimefungwa. Hii sio ndoa ya moyo, ni ndoa ya majukumu ya familia na taifa. Lakini mimi moyo wangu ni wa kwako. Victor, unaweza kuwa mwaminifu kwa mwanamke mmoja tu. Na kama umechagua kuwa na huyo binti wa rais, nitoe kwenye maisha yako. Mimi sio sehemu ya maigizo yenu ya kifamilia. Hafsa alisimama, alichukua mkoba wake kwa nguvu kweli kweli. Nimekuthamini Victor. Nimekuamini, lakini leo umenifedhesha. Please, Hafsa. Victor alijaribu kusimama, lakini Hafsa alimwangalia kwa macho yaliyotetemeka na kisha akasema kwa sauti ya chini lakini yenye ukali, usije ukanitafuta tena. Umechagua nafasi yako na mimi nitachagua heshima yangu. Alitoka mule ndani, alifunga mlango kwa nguvu, akatembea kwa haraka huku machozi yakimtiririka. Victor alibaki ameketi, moyo wake ukiwa ni mzito. Aliweka uso wake mikononi, alivua saa yake ya mkononi, akaiweka mezani. Kahawa ilikuwa baridi kweli kweli, kama mapenzi yake aliyokuwa ameyazika pale pale ndani ya mgahawa. Hafsa alipofika kwenye parking ya magari ya ule mgahawa, kabla hajaingia kwenye gari, machozi yalianza kumbubujika mashavuni, lakini mdomo wake ulikuwa umefungwa kwa mshtuko na hasira. Alijaribu kufungua mlango wa gari kwa mkono wake, mkono ulikuwa unatetemeka, lakini kabla hajafanikiwa, mlango mwingine ulifunguliwa kwa nguvu nyuma yake. Subiri. Tafadhali Hafsa, nisikilize. Ilikuwa ni sauti ya Victor. Hafsa aligeuka kwa ghafla, macho yake yakiwa ni mekundu na yenye hasira kali.
Victor, usinifuate. Tayari umeshamua kila kitu. Na nimeshaelewa nafasi yangu. Sijui unanielewa? Victor alisimama mbele yake akiwa hana mavazi ya kifahari wala tabasamu lake la kibabe. Victor alikuwa ni mnyonge, alionekana kana kwamba dunia nzima imemwangukia kichwani. Hafsa, nisikilize, tafadhali. Nisikilize Hafsa, nakuomba. Alizungumza kwa sauti ya upole, isiyokuwa ya kawaida kwake. Hafsa alikunja mikono kifuani akimkodolea macho. Sina muda kukusikiliza. Sina muda kusikiliza watu wenye roho mbili. Victor, hujui unachokitaka. Mimi sio chaguo la pili, wala mimi sio kivuli cha ndoa yako ya kisasa. Najua najichanganya. Najua najiumiza, lakini Hafsa, mapenzi hayawezi kusimamiwa kwa mkataba. Na kama moyo wangu mimi ungeweza kusikilizwa na dunia nzima, ungesema jina lako Hafsa. Basi kama ni kweli unanisikia, kwa nini unaoa mwanamke mwingine na sio mimi? Kwa nini Victor? Why? Kwa sababu hakuna namna nyingine ya kukwepa hii ndoa bila kuivunja heshima familia yangu na rais mwenyewe. Lakini Hafsa, tutaendelea kama kawaida. Mapenzi yetu hayafi kwa sababu ya pete ya ndoa ya kiserikali. Una maana gani? Una maana gani yani? Namaanisha nitamoa Eliana, lakini nitahakikisha kwamba hapati nafasi ya kuwa mke wa kweli. Atakuwa jina tu na sio moyo. Wewe ndio moyo wangu Hafsa. Tutaishi kwa staili ya maisha yetu. Eliana atachoka tu, mimi nakwambia. Atakata tamaa tu na ataomba talaka yeye mwenyewe. Huo ndo mpango wangu. Victor, hivi unajua unachokisema? Yaani unaniambia tusubiri mwanamke mwingine achoke, ucheze na hisia zake ili tu urudi kwenye uhusiano wetu kama kawaida, sio, si ndio? Hafsa, najua inaumiza, lakini tuko kwenye dunia halisi Hafsa. Sio kila kitu kinakuja kwa njia rahisi. Siwezi kupambana na mheshimiwa rais, siwezi kumpinga baba yangu, lakini siwezi pia kuishi bila wewe. Tafadhali naomba unisaidie kulinda penzi letu. Naam. Kwa sekunde kadhaa ukimya mzito ulitawala kati yao. Kelele za magari zilikuwa mbali, milio ya bodaboda ikipita kwa kasi, lakini hakuna hata moja iliyoweza kuvunja ukimya mzito wa maamuzi magumu kati ya wapenzi wawili waliokandamizwa na siasa na hadhi ya familia. Hafsa alifunua kinywa chake, akataka kusema kitu, lakini alisita. Alimtazama Victor, kijana aliyekuwa tayari kuigeuza ndoa yake kuwa jela kwa ajili ya penzi lao. Haikuwa rahisi, hakukuwa na jibu rahisi. Alinyanyua mkono wake kwa utaratibu na akaushika uso wa Victor kwa upole. Victor, sikuwahi kuamini kama siku moja nitajua uchungu wa kupendwa kwa dhati, lakini kuachwa kwa heshima. Umenifanya niwe mwanamke mwenye furaha kwa muda mfupi, na sasa unanitaka niwe kivuli chako tena. Nitaenda. Sitaki nikuumize zaidi, lakini nikiondoka leo usiniite tena. Usinifuate. Nimechoka kuwa mtu wa pembeni. Mimi pia nahitaji maisha Victor. Nahitaji mtu atakayeniona kama chaguo la kwanza. Hafsa aligeuka, alifungua mlango wa gari lake, aliingia na kisha kaondoka kwa kasi. Alimwacha Victor amesimama kwenye parking akiangalia tu gari likitoweka. Moyo wake Victor ulichanika vipande vipande kama karatasi laini. Victor alipiga teke tairi la gari lake kwa hasira. Alishika kichwa na kisha katupia macho anga la jioni, kana kwamba alikuwa anataka jua limchome moyo wake, limchome hasira, limchome majuto. Muda uliendelea kusonga mbele. Ilipofika usiku, hewa ya Agosti ikiwa na ubaridi ikiwa imetanda vilivyo angani, saa 2 kamili za usiku, geti la ikulu lilikuwa limetulia kwa ukimya wa heshima, likiwa na walinzi wa serikali waliovaa sare rasmi wakiwa kwa makini kulinda eneo hilo la heshima. Ghafla, gari moja jeupe aina Range Rover likavamia kwa kasi kutoka upande wa mashariki.
likasimama kwa breki za ghafla mbele ya geti kuu la Ikulu. Mlango wa dereva ulifunguliwa kwa nguvu na kisha alitoka mwanaume mmoja hivi aliyekuwa hawezi kabisa kusimama sawa sawa. Naomba nipishe. Nataka kumwona Eliana, mke wangu mtarajiwa, mrembo wangu. Victor alipiga kelele huku akiyumbayumba kwa mwili. Macho yake yalikuwa ni mekundu, pumzi yake ikitoka kwa harufu nzito ya pombe. Askari wawili waliokuwa getini walishangaa. Walimkazia macho wakiwa hawaamini kile walichokuwa wanakiona. Mheshimiwa Victor, huu sio muda wa kuja hapa, na kwa hali yako hatuwezi kukuruhusu kuingia Ikulu. Askari mmoja alisema kwa sauti ya heshima lakini yenye madhubuti. Unamjua mimi nani wewe? Mimi mtoto wa waziri mkuu. Hapa ni nyumbani kwangu na sihitaji ruhusa ya mtu kumwona mke wangu. Nataka kumwona Eliana. Victor alibwata kwa sauti huku akijaribu kuingia kwa nguvu kupitia pale getini. Askari walimzuia, wakamtazama kwa tahadhari. Hali yake ya ulevi ilikuwa ni wazi kabisa. Macho yake yalikuwa yanachanganyikana na ukatili, huzuni na upweke wa mtu anayesakamwa na mapenzi ya kisiasa na migogoro ya kifamilia. Ndipo Eliana aliyekuwa nje kwenye bustani ya upande wa kulia wa Ikulu alikuwa akisoma kitabu chini ya mwangaza wa taa za bustani. Alisikia hizo kelele, alinyanyuka haraka, kitabu kikadondoka bila hata kujali. Alikimbia kuelekea getini huku moyo wake ukidunda kwa hofu. Akiwa karibu kabisa na geti, macho yake yalikutana na sura ya Victor aliyekuwa amesimama kama amechanganyikiwa, macho yake yakiwa ni mekundu kwa pombe na mwili wake ukiyumbayumba. Eliana aliduaa. Victor, hii ni nini tena? Kwa nini amelewa kiasi hiki? Alijisemea moyoni na kisha alimfuata haraka. Akawashika walinzi kwa upole, akawaambia, tafadhalini sana, msimwambie baba, tafadhalini. Rais akijua atagairisha kila kitu, tafadhalini nawaomba. Aliongea kwa sauti ya kuomba, macho yake yakijaa hofu. Walinzi walitazamana na kisha wakanyamaza kimya, kana kwamba wameelewa uzito wa ombi la Eliana. Walimpa ishara ya kumchukua. Eliana alimsogelea Victor, alimpapasa shingoni kama vile kumtuliza. Akamwambia, twende Victor, sio salama kwako kuwa hivi. Victor alitabasamu kwa ulevi, akamtazama Eliana kwa macho ya mlevi mwenye mapenzi yaliyochanganyikana na huzuni. Eliana, nakupenda, lakini siwezi tena kuishi kama kinyago cha siasa. Unajua hilo Hapo Eliana hakujibu. Alishika mkono wake kwa upole, alimvuta taratibu, huku walinzi wa rais waliokuwa wameagizwa kumlinda Eliana wakimfuatilia nyuma kwa nyuma, kimya kimya. Walimpitisha getini kama mtu aliyekuwa amejeruhiwa kiakili, si kimwili. Wakampandisha kwenye gari la Eliana, naye Eliana alikaa naye nyuma, huku askari wawili wakiketi mbele kama madereva na walinzi. Gari ilipoanza safari, Eliana alimtazama Victor aliyekuwa amelala kwenye bega lake. Upumuaji wake ulikuwa ni mzito, joto la mwili wake likimpiga kwenye shavu lake. Alifumba macho taratibu, machozi yakimtoka kimya kimya. Hakujua kama alimpenda kwa kweli au alikuwa anapenda tu dhana ya kuwa naye. Lakini kitu kimoja alikijua, moyo wake ulikuwa tayari umeshikwa mateka, na kilichobaki sasa ni kupigania tu awe naye, hata kama mwanzo wa mapenzi yao ulioonekana kama fumbo lisiloeleweka. Walipofika nyumbani kwake Eliana, kwenye jumba moja hivi kubwa tu la kifahari pembezoni mwa mtaa wa Ocean Road, ambalo lilikuwa limetolewa rasmi na baba yake kama sehemu ya Eliana kuishi nje Ikulu. Walinzi walimshusha Victor kwa tahadhari, wakamsaidia kuingia ndani. Eliana alimsindikiza mpaka chumbani kwake, akamtoa pale viatu, akamfunika shuka na kisha akaketi pembeni ya kitanda. Alimwangalia kwa muda mrefu, akamuuliza kwa sauti ya kimoyomoyo, kwa nini moyo wangu hauwezi kukuchukia Victor? Kwa nini kila unachokifanya, hata kama ni kibaya, kinanifanya nikupende zaidi? Aliinuka taratibu Eliana, alizima taa na kisha alitoka chumbani, huku akifunga mlango kwa upole kabisa. Usiku huo haukuwa na usingizi kwake, lakini ulimpa amani ya aina fulani.
kwa sababu kwa mara ya kwanza Victor alikuwa amelala kwenye nyumba yake, si kwa nguvu za siasa wala mipango ya wazazi, bali sababu moyo wake ulitaka kumfuata. Jamani, kama mtakumbuka vizuri, mara ya kwanza huyu kijana Victor alikunywa pombe kupitiliza, akaokotwa na yule bidadarara. Hiyo siku alipelekwa kwenda kulala Tabata, na alipomka asubuhi Victor hakujitambua. Sasa leo hii kalewa chakali, kaenda kulala nyumbani kwa msichana anasiyempenda Eliana. Sasa kukikucha asubuhi akiamka itakuwaje? Sijui kwa kweli, lakini vita bado ni nzito kweli kweli. Ni kusii tu usikose katika sehemu inayofuata ili kupata kujua kisanga hiki mwisho wake utakuwaje, varangati hili mwisho wake ni nini. Hebu usikose kwenye sehemu inayofuata, itakuwa ni sehemu ya 8. Mimi naitwa Uncle J. Asante sana kwa time yako. Kwa heri kwa sasa, tukutane sehemu ya 8. Story tamu kweli kweli hii kutoka kwake mwandishi Saidi Jayara. Bye bye.